Habari za wakati huu mtazamaji wa Sauti TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu kwenye kipindi cha Weekly News Counter ndani ya Sauti TV. Tuziangazie habari kubwa 7 ambazo zimetokea ulimwenguni kote. Langu jina ni John Masawe, karibu. Kufuatia juhudi za kutafuta suluhu ya mzozo unaoendelea kufukuta nchini Kongo, wawakilishi wa serikali ya DRC na Rwanda wamekutana mjini Washington siku ya Jumatano ili kusaini hati ya makubaliano ya amani mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Marekani, imesema kuwa itaitisha mkutano unaopangwa kufanyika Juni 27 mjini Washington, utakaowakutanisha mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili ili kutia saini nakala hiyo kabla ya mkutano mkuu utakaofanyika mwezi Julai mwaka huu. Katika hati hiyo, nchi zote mbili zimeahidi kuheshimu mamlaka ya kila mmoja. Hii ni kulingana na tamko lililotiwa saini mwezi Aprili, likilenga kuimarisha amani na maendeleo ya kiuchumi kuanzia Mei 2 katika juhudi za kidiplomasia za kukomesha machafuko mashariki mwa Kongo. Baada ya mchakato huo kupita, utangojewa uwezekano wa rais wa DRC Felix Tshisekedi na wa Rwanda Paul Kagame kukutana mjini Washington na kutia saini nakala hiyo mapema mwezi Julai, saini ambayo inatarajiwa kufanyika mbele ya rais wa Marekani Donald Trump. Taifa la Marekani chini ya rais Donald Trump limezipa muda nchi 36 hadi kufikia Jumatano ya wiki hii kuhakikisha zinaimarisha mchakato wa uchunguzi dhidi ya raia wake waishio katika taifa hilo, huku likisema kuwa ikiwa zitashindwa kufanya hivyo kwa kipindi hicho, zitakabiliwa na marufuku kwa raia wao kuingia nchini Marekani. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya kidiplomasia iliyotumwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya taifa hilo, ikizitaka balozi na balozi ndogo katika nchi 36, nyingi zikiwa za Afrika, kuchunguza nia ya nchi zao katika kuimarisha nyaraka za kusafiria za raia wao na kuchukua hatua za kushughulikia raia wao ambao wako Marekani kinyume cha sheria. Kwa upande wake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Tommy Bruce amethibitisha kuwa mataifa hayo yanatakiwa kuimarisha mchakato huo haraka, ikiwa ni pamoja na kuwakubali raia wao wanaotarajiwa kurudishwa kutoka Marekani siku chache zijazo mara baada ya Marekani kumaliza operesheni zake. Tanzania ikiwa ni moja ya nchi hizo, serikali yake kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imeanza kufanya mashauriano na nchi ya Marekani, ikiwa ni hatua ya kujua maeneo ambayo yanatakiwa kufanyiwa maboresho ili kuhakikisha Tanzania isiwe moja nchi ambazo raia wake watazuiliwa kuingia nchini Marekani. Makamu wa rais wa zamani nchini Kenya Rigathi Gachagua amelaani vikali kitendo kilichofanywa na askari wa jeshi la polisi nchini humo kwa kumpiga risasi raia mmoja asiye na silaha wakati wa maandamano ya amani ya kupinga matukio yanayotekelezwa na jeshi la nchi hiyo. Tukio hilo limetokea wakati wa maandamano makubwa yaliyofanyika jijini Nairobi, yakilenga kushinikiza uwajibikaji kuhusu kifo cha Albert Ojwang, ambapo kundi la wanaume waliokuwa kwenye pikipiki walianza kuwashambulia waandamanaji, huku baadhi yao wakionekana kushirikiana na maafisa wa polisi. Msemaji mkuu wa jeshi la polisi Muchiri Nyaga amewahakikishia wananchi kuwa uchunguzi umeanza dhidi ya waliohusika na tukio hilo. Hata hivyo, maandamano mapya yamepangwa kufanyika tena wiki ijayo Juni 24, huku raia wengi wakiendelea kushinikiza marekebisho mapya ya kufanyika katika mifumo ya uendeshaji wa jeshi la polisi. Mwathiriwa alipelekwa hospitali kwa matibabu zaidi, huku shirika la haki za binadamu nchini Kenya likithibitisha kurekodi visa 21 vya majeruhi kutoka maeneo mbalimbali nchini humo, wakiwemo raia waliopigwa risasi na wengine walioathirika kutokana na mashambulizi ya kutumia mabomu ya machozi. Mkuu wa haki za binadamu kutoka Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ongezeko la vita na mapigano upande wa magharibi na katikati mwa Sudani inaweza kuleta madhara zaidi kwa raia wa taifa hilo. Turk ametoa taarifa hiyo mwishoni mwa wiki hii, ambapo ametahadharisha juu ya uwepo wa athari kubwa unaosababishwa na uhasama unaoendelea hasa katika majimbo ya Darfur na Kordofan baina ya majenerali wawili waliotofautiana kisiasa. Hata hivyo, Turk amesema athari za mapigano hayo kwa raia zinazidi kuongezeka kutokana na kutokuchukuliwa hatua stahiki kwa wahusika wa mzozo huo, huku watu wasio na hatia wakizidi kuathirika na mapigano hayo. Kulingana na taarifa ya Umoja wa Mataifa, upungufu wa fedha umelilazimu shirika la uhamiaji kusitisha muunganisho muhimu ya usafiri katika nchi hiyo na kuacha raia wanaokimbia vita wakiwa wamekwama bila msaada.
Rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa tamko la kuionya Ujerumani juu ya mpango wake ulioelezwa na waziri wa ulinzi wa taifa hilo Boris Pistorius wa kuisaidia Ukraini kwa kuipa makombora ya masafa marefu aina ya Taurus. Katika taarifa yake, Rais Putin amesema kuwa kitendo hicho kitakachofanywa na Ujerumani, Moscow itachukulia hatua hiyo kama ni kuhusika moja kwa moja kwa taifa hilo katika vita vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka 4 na hatua zozote zinaweza kuchukuliwa kutokana na uamuzi huo. Putin amesema jambo hilo linaweza kuvuruga uhusiano wa mataifa hayo mawili na kuongeza kuwa Moscow ipo tayari kufanya mazungumzo na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ikiwa itahitaji. Katika hatua nyingine, Urusi siku ya Alhamisi imetoa tamko jingine ikisema kuwa taifa hilo halitishiwi na hatua yoyote inayopangwa kuchukuliwa na nchi za NATO zinazopanga kujiimarisha kiulinzi, ikisema kuwa Urusi imejitosheleza kwa silaha na ina uwezo wa kukabiliana na nchi hizo. Kufuatia mashambulizi ya makombora yanayoendelea kurindima huko Mashariki ya Kati baina ya Irani na Israel, siku ya Ijumaa Tehran imetangaza kuwa haina mpango wote wa kufanya majadiliano juu ya mpango wake wa nyuklia na Marekani, wakati huu ikikabiliwa na mashambulizi kutoka Israel. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi mara baada ya Iran kuanzisha mashambulizi mapya ya makombora mapema siku ya Ijumaa, ikilenga majengo ya makazi, ofisi na vituo vya afya na maeneo ya viwanda katika mji wa Beersheba kusini mwa taifa hilo. Ikulu ya White House siku ya Alhamisi ilisema kwamba Rais Donald Trump anatarajia kutoa uamuzi wake juu ya mpango wa taifa hilo kuhusika katika mzozo huo ndani ya wiki 2 zijazo, ikitoa sababu ya uwezekano wa mazungumzo yanayotarajiwa kuihusisha Irani hivi karibuni. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekaribisha uwezekano wa taifa la Marekani kujiingiza katika kampeni hiyo ya vita dhidi ya Iran. Urusi, ambaye ni mshirika wa Irani, amesema kuwa hatua yoyote ya kijeshi itakayochukuliwa na Marekani inaweza kuwa hatua kubwa na ya hatari juu ya mzozo huo unaoendelea Mashariki ya Kati. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko ametoa wito kwa nchi za Afrika kupewa uhuru wa kuzalisha nishati kwa kutumia rasilimali zilizopo barani humo, hali itakayosaidia kufikisha dhamira yake ya kuondoa idadi kubwa ya watu ambao hawatumii nishati safi ili kusaidia juhudi za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Dr. Biteko ametoa wito huo siku ya Alhamisi wakati akizungumza katika jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg lililofanyika nchini Urusi, akisema kuwa Afrika hakuna uhuru wa kutumia makaa ya mawe licha ya kuwepo kwa kiwango kikubwa cha madini hayo, pamoja na kuwa nchi kubwa duniani zinaweza kufanya hivyo. Akitolea mfano Tanzania, Dr. Biteko amesema Afrika ina vyanzo vingi vya kuzalisha nishati, akitaja baadhi kuwa ni jua, maji na gesi asilia. Katika hatua nyingine, Biteko amezungumzia ushirikiano mzuri uliopo baina ya Tanzania na Urusi, akisema kuwa umesaidia ikiwa ni pamoja na kubadilishana ujuzi katika miradi ya nishati. Kwa upande wake, waziri wa nishati wa Urusi Sergei Sivilev alisema kuwa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin amekuwa na jitihada za karibu kuhakikisha inaunga mkono nchi nyingine ili kuweza kuisaidia katika ufumbuzi juu ya changamoto zozote za nishati. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo ni mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram na Facebook kila siku. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni John Masawe.